Kwa maelfu ya miaka mwanadamu alitazama ndege wakipaa juu angani na kujiuliza swali moja kubwa: je, siku moja mwanadamu anaweza kuacha ardhi na kusafiri angani kama ndege? Ndoto hiyo haikuanza katika karne moja wala kwa taifa moja pekee. Ilikuwa safari ndefu ya fikra, utafiti na majaribio yaliyofanywa na watu mbalimbali katika vipindi tofauti vya historia. Miongoni mwa waliothubutu kufungua mlango huo wa anga walikuwa wataalam kutoka katika ustaarabu wa Kiislamu. Katika karne ya 9 ndani ya ustaarabu wa Kiislamu wa Al-Andalus ama Andalusia, aliishi mwanasayansi na mvumbuzi mashuhuri aliyeitwa Abbas ibn Firnas. Abbas ibn Firnas alikuwa mtaalamu wa sayansi, hisabati na uhandisi. Alikuwa miongoni mwa watu wa kwanza katika historia kujaribu kutengeneza kifaa kitakachomwezesha mwanadamu kuruka. Inasimuliwa kuwa karibu mwaka 875 kabla ya ujio wa Nabii Isa, alifanya jaribio la kuruka katika mji wa Cordoba nchini Andalusia. Alitengeneza kifaa chenye mabawa iliyofanana na ya ndege, kisha akajaribu kupaa kutoka sehemu ya juu. Ingawa hakufanikiwa kutengeneza ndege ya kudumu na yenye injini, jaribio lake lilibaki kuwa ushahidi wa ujasiri wa mwanadamu kutafuta suluhisho la safari ya anga. Abbas ibn Firnas hakuwa peke yake katika zama ambazo ulimwengu wa Kiislamu ulikuwa ukifanya maendeleo makubwa ya elimu. Katika karne hizo, wataalamu wa Kiislamu walichangia katika nyanja mbalimbali kama vile hisabati, unajimu, fizikia, uhandisi na tiba. Maarifa haya yaliunda msingi ambao baadaye uliendelea kukuzwa na vizazi vilivyofuata duniani. Safari ya kuelekea anga haikuwa tukio la mtu mmoja, bali ilikuwa ni mkusanyiko wa juhudi za vizazi mbalimbali. Karne nyingi baadaye, ndoto ile ile ikafufuka Marekani. Baada ya zaidi ya miaka 1000 tangu jaribio la Abbas ibn Firnas, wazo la mwanadamu la kuruka liliendelea kutafutiwa majibu. Safari hii ilifika Marekani, ambapo ndugu wawili waliokuwa na shauku kubwa ya uvumbuzi waliamua kujaribu kuvunja mpaka huo. Walikuwa ni Wilbur Wright aliyezaliwa mwaka 1867 na kufariki mwaka 1912 na nduguye Orville Wright aliyezaliwa mwaka 1871 na kufariki mwaka 1948. Ndugu hawa wawili hawakuwa na historia ya kuwa maprofesa wakubwa wa anga, bali walikuwa mafundi waliokuwa wakitengeneza baiskeli katika mji wa Dayton, Ohio. Lakini ndani ya karakana yao ndogo kulikuwa na fikra kubwa. Walichunguza namna ndege wanavyoruka, walifanya majaribio mengi, wakakosea na kurekebisha mpaka walipopata njia ya kudhibiti mashine ya kuruka. Tarehe 17 Disemba mwaka 1903 ndio siku ambayo anga ilibadilika. Katika eneo la Kitty Hawk kule Carolina Kaskazini, Marekani, historia iliandikwa. Ndege yao iitwayo Wright Flyer iliruka ikiwa na engine na ikiwa inadhibitiwa na mwanadamu. Orville Wright ndiye aliyekuwa rubani wa safari ya kwanza. Safari hiyo ilikuwa fupi, takribani sekunde 12, lakini maana yake ilikuwa ni kubwa sana. Ilikuwa mwanzo wa enzi mpya ya usafiri wa anga. Ni mithili ya kusema kutoka mabawa ya Abbas hadi injini ya Wright. Historia ya ndege inatufundisha jambo moja kubwa: maendeleo hayaji kwa hatua moja. Jaribio la Abbas ibn Firnas ilikuwa sehemu ya safari ya mwanadamu kutafuta siri ya kuruka. Miaka mingi baadaye, Wright Brothers walikuja na hatua nyingine kubwa kwa kutengeneza ndege yenye injini iliyoweza kuruka na kudhibitiwa. Hivyo, tunapozungumzia historia ya anga, hatupaswi kuangalia jina moja pekee, bali tunapaswa kuona nyororo wa juhudi za wanadamu mbalimbali walioweka jiwe moja baada ya jingine. Kutoka katika anga la Al-Andalus ambako Abbas ibn Firnas alithubutu kujaribu kuruka, hadi katika mchanga wa Kitty Hawk ambako Wright Brothers walifanikiwa kurusha ndege ya kisasa ya kwanza, kuna simulizi moja, simulizi ya mwanadamu ambaye hakukubali mipaka ya ardhi, bali aliendelea kuinua macho yake kuelekea mbinguni. Hatimaye safari ambayo ilianza kama ndoto ndani ya mawazo ya mwanadamu, leo imekuwa sehemu ya maisha yetu ya kila siku. Abbas ibn Firnas zaidi ya miaka 1000 iliyopita alitazama anga na kuamini kuwa mwanadamu anaweza kulifikia. Alithubutu kufanya jaribio ambalo wengi waliliona kuwa haliwezekani. Karne nyingi baadaye, ndugu wawili Wilbur na Orville waliendeleza juhudi hizo kwa utafiti, majaribio
na uvumbuzi mpaka walipofanikiwa kuifanya ndege yenye injini ipae angani. Leo hii matunda ya juhudi hizo yanaonekana mbele ya macho yetu. Anga ambalo zamani lilikuwa ndoto, leo limekuwa njia ya kuunganisha dunia. Mamilioni ya watu kila mwaka husafiri kutoka bara moja hadi jingine kwa ndege, kutoka Afrika kwenda Ulaya, Asia, Amerika na sehemu mbalimbali za dunia ndani ya muda mfupi. Ndege zimekuwa daraja linalounganisha familia zilizotenganishwa na umbali, zinawezesha biashara za kimataifa, misaada ya kibinadamu, safari za elimu na maendeleo ya mataifa. Kutoka kwenye mabawa rahisi ya majaribio ya Abbas Ibn Firnas hadi ndege za kisasa zinazobeba mamia ya abiria kuvuka bahari na mabara, historia hii inatukumbusha kuwa kila mafanikio makubwa huanza na wazo, utafiti na uvumilivu. Kwa hakika, anga tuliloliona kama mpaka jana leo limekuwa njia ya safari za mwanadamu kuelekea dunia pana zaidi. Hii ndio hadithi ya ndoto iliyogeuka kuwa uhalisia, hadithi ya mwanadamu aliyethubutu kutazama juu na kusema inawezekana. Asante. Mimi ni mwana wa Maalim Mash. Kishki TV, nuru ya dini yako.